Sisi wote tunajua kama mwezi huu wa 11 ni mwezi ambao mama Ecclesia mama yetu imeutolea kwa ajili ya kuombea kwa namna ya pekee marehemu. Kukumbuka wa marehemu ni asili ya kanisa tangu zamani. Tangu zamani ni asili ya kanisa kuwakumbuka marehemu. Jinsi tunavyosoma katika Catéchisme de l'Église catholique numero 958 yenye kusema kutambua ushirika huo tangu nyakati za kwanza za kanisa kumesababisha kanisa kuwaheshimu marehemu na kuwaombea sadaka kwa niaba yao, kwa sababu ni jambo takatifu na lenye faida kuwaombea wafu ili waachwe huru na dhambi zao. Na ndio maana katika kitabu cha 2 Makabeo chapitre 12 verset 45 tatuonyesha kama Yuda Makabeo alipotambua kama askari wenzake wameanguka vitani, lakini walikuwa wamechukua maelezi juu yao, akasema nitakusanya mchango wa fedha na nitampeleka Yerusalemu. Nitapanda kwenda Yerusalemu na huko nitawaombea kwa Mungu huruma. Alijua kama ni jambo nzuri, takatifu, tena la uadilifu. Alifanya jambo nzuri, takatifu, tena ya uadilifu kabisa. Kanisa haikosi kuwakumbuka marehemu, sababu inajua kama baada ya kutoka katika maisha hapa duniani tunaingia katika uzima mwingine. Wale wote ambao wametutangulia, tunasema mzuri Swahili, wanatutangulia. Maana yake tutakutana nao kwenye wako. Sawa sababu ule alishatangulia. Maana yake alishakuwa mbele yetu na sisi tukali nyuma. Siku moja tutaenda tunakutana nao. Na ndio maana yafaa kuwaombea, kuwaheshimu. Hatupaswi kuwadharau wafu, marehemu wa jamaa zetu au marehemu yote. Sababu wao pia walikuwa kama sisi jana, lakini leo wamekufa marehemu. Na maneno haya yanaonyesha kwamba desturi hii ya kuombea wafu inatokana na imani katika ushirika wa watakatifu na upendo wa roho zilizoko tumboni. Ushirika wa watakatifu, ile neno mara nyingi tunazoea kuirudia katika ibada ya misa takatifu, ushirika la watakatifu. Wamekuwa takatifu sababu kwanza wametutangulia, kwanza wamefariki. Na Mungu amewapatia tuzo amewaingiza katika ufalme wake, na ndio wanakuwa watakatifu. Tunaungana nao katika sala mbalimbali. Tukitazama Catéchisme de l'Église catholique numero 1030, na ile ndio deuxième point wa ile somo inasema kuhusu utakaso baada ya kifo. Wale wanaokufa wakiwa katika neema na urafiki wa Mungu, lakini bado hawajakamilika katika utakaso, wanapitia utakaso baada ya kifo chao ili wapate utakatifu unaohitajika kuingia katika furaha ya mbinguni. Wale wanaokufa wakifa katika neema na urafiki wa Mungu, lakini bado kungali kikokoso wanaingia katika utakaso. Na ile utakaso tunaita purgatoire, toharani, yenye Paulo mtume anatuambia katika 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Kazi ya kila mtu itaonekana wazi, kwani siku ile itapimwa katika moto, nao moto utaujaribu kazi inakuwa na baraka. Ikiwa kazi ya ule mtu unateketea, ule mtu atapoteza tuzo. Lakini ataokoka, lakini kwa kupitia moto. Ataokoka kwa kupitia moto. Na ndio maana katika Ufunuo kipindi cha 12 wanatuambia hakuna kitu kichafu kitakachoingia katika ufalme wa mbingu. Na kwa hiyo
wanaingia katika utakaso, moto wa utakaso, ili wapate ule utakatifu unaohitajika na Mungu, na kwa namna hiyo waingie katika ufalme wa mbingu. Ile ni Katekisimu ya Eglise Katoliki numero 1030. Ave Maria. Tunatangazia yeyote anayekuwa na ushuhuda. Kama uko na ushuhuda, Mungu ametutendea makuna maajabu kupitia sala mbalimbali, unaalikwa kwenda kisha ushuhuda wako pale kwenye mlango ya pili ya chapeli yetu, au unauliza wale wenye kuvaa matablier wanakuongoza. Na kama uko na nia kabisa, nataka kuomba misa kwa ajili ya marehemu, unakuja kabisa hapa mbele ya Mungu. Mwa ile jambo mnaelea, tukumbuke kama President March iliyopita ya mwezi wa 10 tulitangaziwa kama kila mmoja wetu akuje na kishaandika majina wa marehemu yao kwenye karatasi. Ulishaandika? Asante sana kwa wale ambao walishaandika, sababu tutapewa muda fulani kwa kukusanya vile karatasi. Lakini kama unataka kuomba misa kwa namna ya pekee, unafika hapa mbele ya Mungu. Kwa hiyo Katekisimu ya Eglise Katoliki numero 1032, yengine ilikuwa 1030, yengine ilikuwa 1032. Nasema hivi: tangu nyakati za kwanza kanisa limeheshimu kumbukumbu ya marehemu na likitoa sadaka kwa niaba yao, hasa sadaka ya Ekaristi, ili kwamba wakiwa wametakaswa waweze kufikia maono ya utakatifu wa Mungu. Ikiwa kwamba wametakaswa waweze kufikia maono ya utakatifu. Na ndio maana kanisa kila mara haikosi kuwaombea marehemu, haikosi kuwatolea kwa Mungu, ili kwa huruma yake Mungu, kwa huruma yake iliyo kuu, wapate kuingia katika ufalme wake, wafikie ule utakatifu unaohitajika. Maana yake utakaso huo unapatikana katika toharani. Na ndio maana nimesema nukta ya pili ya kwanza ilikuwa ingilio, ya pili ilikuwa utakaso baada ya kifo, yaani tohara. Nukta ya tatu, tunatazame hiyo jambo katika liturujia na sala. Katika liturujia na sala, Katekisimu ya Eglise Katoliki numero 1680 inatuambia hivi: sadaka ya Ekaristi, azimisho linapofanyika kanisani. Hizi hapa kutakuwa ibada ya misa takatifu. Ekaristi ni moyo wa ukweli wa kipasaka katika kufa, katika kifo cha Kikristo, moyo wa kipasaka. Tunajua kama Pasaka inakuwa sababu Yesu Kristo alikufa na kufufuka. Ndio maana Pasaka inakuwa. Na ndio maana Paulo mtume alisema Yesu Kristo alifufuka, imani yetu ingekuwa bure kabisa, bure. Na hata alifufuka kama sisi wote hatuko hapa. Katika Ekaristi kanisa linaonyesha umoja wake halisi na marehemu. Hatumwachilie, hatumtupilie. Sio kusema wakati mtu amefariki anaenda ziko tunamtupa. No, haiko vile. Katika misa mbalimbali pale unapoombea marehemu, unaonesha kama inaonesha umoja kabisa na ule marehemu anayeshikilia. Linapomtolea baba, yani kanisa linapomtolea ule marehemu kwa baba katika Roho Mtakatifu, sadaka ya kifo na ufufuko wa Kristo, linamwomba mtoto wake asafishwe. Na ile ndio lengo kubwa sana yenye kanisa pale kwa kuombea marehemu, ili wasafishwe na dhambi zao, na matokeo yake anapokelewa katika utimilifu wa Pasaka,
ya meza ya ufalme. Anaposafishwa kupitia maombezi mbalimbali, anapokelewa katika utimilifu wa Pasaka ya meza ya ufalme kule mbinguni. Kwa njia ya Ekaristi inayoadhimishwa hivyo, jumuiya au jamaa ya waamini, hasa familia, jamaa ya marehemu, inajifunza kuishi katika umoja na yule ambaye amelala katika Bwana. Wakati hakuna tena ingine umoja ni tunaweza onyesha kwa wale ambao wametangulia, isipokuwa kuombea misa. Wakati tunaombea misa, tunaonyesha kweli kama tuko katika umoja pamoja nao. Wao watatangulia na sisi tutawakuta pale kwenye wanaenda, sababu sisi wote tuko njiani. Na yeye anafanyika kwa kushiriki mwili wa Kristo ambao yeye ni kiungo chake hai, na kwa kuendelea kusali kwa ajili yake na pamoja na sisi yote ni viungo vya Kristo. Na ndio maana hiyo jambo ya kuombea marehemu iko na maana kubwa katika liturujia na sala. Hakuna siku ibada ya misa itaadhimishwa wanakosa kuombea marehemu. Hakuna hata siku moja. Wanaombea tu marehemu, hata kama kungekosa yule anayeomba kwa namna ya pekee tu katika ibada, katika sala ya Eucharistia, katika sala mbalimbali, tasikia tu wanaombea marehemu ndugu zetu waliotangulia. Jambo la nne ni uhusiano na sala kwa marehemu. Tunapoombea roho za marehemu, tunaunganisha dunia na mbingu. Sala hiyo inafungua mifereji ya huruma ya Mungu. Ile sala pale kwenye umeombea marehemu, unaombea kuonyesha tangulia, ile sala inafungua mifereji ya huruma. Inafungua hiyo mifereji kwa roho zilizo toharani, kwa zile roho zilizo toharani. Ile mifereji ya huruma ya Mungu inafunguka ili zipumzike katika amani ya Mungu. Wakati roho ziko toharani, zingali bado njiani. Na wakati tunaombea zile roho za marehemu, mifereji ya huruma ya Mungu inafunguka kwa ajili ya zile roho. Inafunguka pia kwa ajili yetu sisi tulio hai, kwa walio hai ambao hupokea pia matunda ya maombezi hayo. Sio tu sala hiyo inafanikiwa au ni mafanikio tu kwa waliotangulia, bali pia ni mafanikio kwetu sisi ambao tuko hai. Ile sala haiko tu kwa ajili au haizai matunda tu kwa ajili ya wale waliotangulia, lakini pia kwa ajili yetu sisi ambao tuko hai. Tunapokea pia matunda hayo, sababu wale wanaotangulia tunapowaombea, wanapoingia katika amani ya Mungu, katika ufalme wa Mungu, kwa namna yao wanakuwa tena maombezi wetu. Ave Maria. Uliza mwingine kwa pembeni yako, unaombea kwa wanae. Anasema hivi. Wengine wanasema hapana. Mwenye haya wameaka sasa ninaomba misa kwa ajili ya marehemu. Kwanza unaisha mwenyewe. Kuna lipo uko huru, unaisha tu ndio sasa hivi kwenye nimefikia hapa mjeni yangu. Si au misa kwa marehemu. Unaisha mwenyewe pia ndio. Mungu awabariki. Amina. Mungu awabariki. Sababu mimi najua kama tangia leo utaiwa maana ya kuombea au umuhimu ya kuombea marehemu.
ya wale wanaokumbuka marehemu na kusali kwa upendo na imani. Kuna watu wengi ambao wanateseka sababu waliwasahau marehemu wa jamaa. Watu wengi wanateseka. Watu wengi mambo yako bloki sababu ya kutokumbuka kuombea marehemu. Kuna mashuhuda mengi sana kuhusu hiyo jambo ya kuombea marehemu. Zengi sana. Kuna wale ambao kazi zao zilikuwa bloki sababu hawakuzoea kuombea marehemu. Lakini walipoombea marehemu, wale marehemu kwa neema na kwa huruma ya Mungu wanaingia katika ufalme wa Mungu na kazi zao zinakuwa bloki. Ave Maria. Kuna wale ambao wamekosa au wito wao umekuwa bloke. Kama nasema kumito algeneral sababu ndani ya wito mkondoa, mko Ottawa, mko na wasili batera na mko wito. Yes. Kama usilibatera kusakre iko wito. Pana kusema kama usilibatera na haiko wito, Mungu anaweza kuita na sababu tabaki usilibatera. Ave Maria. Alors watu wengi wanakuwa bloqué à cause de ça, sababu wamesahau kukumbuka kuombea marehemu. Wana mtu anakuwa bloqué mwito wake. Donc anataka kusema kundoa, kila siku bisa isha tena. Bisa isha nini? Anataka kusema kumtawa au kupadre, kubikira au kupadre, mambo yanaenda namna nyingine. Yanaenda namna nyingine. Kutokuombea marehemu inaweza bloke kapasite intellectuelle ya mtu. Donc unakuwa bloke masomo, unakuwa tu. Donc unakuwa bloke niveau ya masomo. Sababu labda katika jamaa yako mko wale watu ambao walilaani shule. Na ndio mtu anakuwa bloke. Mtu anaweza kusema hapa vraiment si nikiangalia jamaa yetu hakuna mwenye alishakapata diploma d'etat. Na kwa unachunguza jamaa yako kama mwenye mbesi no. Hakuna. Watu wote wanashirika kwa kono ya sekondari kishapata certificate wake kanaishia hapa. Mwenye alikazana akishafika kwa hizi mdezimanite leo kanaishia hapa. Ile yote ni mablokaje zenye hapa tutachunguza. Zile zote zinaweza kutokana na jambo hili sababu kuna watu tuliowasema. Kuna mtu mwenye alikuwa na problem. Sio tu mmoja. Lakini ule mtu ako mashuhuda wake labda mwenyewe alipaswa kupitiza. Sababu kuna mara nyingi pesa zake zilikuwa zinapotea ndani ya boutique yake. Kuna makazi. Lakini pesa zake na zinapotea kila mara. Watakulokia vizuri. Lakini kusema yeye pekee anaweza kusema na kile vile la frada zishakosekana mingi sana. Akakosaka mwizi ni nani? Hakuna mwizi labda. Wakati alifunuliwa kusema akasikia kama kuna sababu moja mwenye washika salamu wa waombea kanisa ndio maana zile pesa zake zinapotea. Ule baba alikuwa pia na zile pesa. Ule mama alipoanza waombea ule baba franga zake zikapotea. Na mambo yake yakaenda sana. Kukumbuka marehemu na kuwaombea ni jambo nzuri tena la uadilifu, tena ni jambo la hekima. Kisi vile Yuda Makabeo alivyosema katika kitabu cha Makabeo. Jambo la tano. Faida kwa walio hai
baada ya kuombea wafu. Faida kwa walio hai. Nimesema somo yetu inasema baraka tunazopokea baada ya kuombea wafu. Na tuko kwenye sehemu ya kwanza mafasirio juu ya kuombea wafu. Kanisa linatuambia nini juu ya kuombea wafu? Tumefika kwenye nukta yetu ya tano katika sehemu ya kwanza, faida kwa walio hai baada ya kuombea wafu. Wakati tunaombea wafu, tupata faida gani? Tunapokea faida gani? Tunapokea faida gani? Kuombea wafu si neno la upendo pekee kwao tu, bali pia ni chemchemo ya neema kwa walio hai. Ni chemchemo ya neema kwetu sisi tulio hai. Kuna faida nyingi tunazopokea. Kati ya zile faida tutataja tu faida 5. Nasema ni zingi sana, lakini kati ya zile faida tutataja tu 5. Faida ya kwanza ni tunapokea ni kubaki katika upendo na huruma ya Mungu. Tunabaki katika upendo na huruma ya Mungu, sababu huruma ya Mungu au mapendo ya Mungu haina mipaka. Ni kwa watu wote. Hawezi kupima huruma ya Mungu. Na wakati tunaombea marehemu, tunabaki katika ile upendo, tunabaki katika ile huruma ya Mungu. Kwa kuombea marehemu, Mkristo anajifunza kupenda kama Mungu bila kutarajia malipo. Ni kupenda kama Mungu. Mungu anatupenda kwa moyo wake wote. Kukuwa na mapendo ya bila ubaguzi ni kukuwa na huruma kama vile Mungu. Na ndio maana nakwambia mhurumivu kama Baba. Maana yake kuombea marehemu unakuwa mhurumivu kama Baba. Mhurumivu kama Baba. Ave. Ambia mwenye pembeni yako kuwa mhurumivu kama Baba. Ni tendo la huruma. Ni tendo la huruma. Kuna wale wenye wanaweza kwa washaka kwazika kwa watu wenye washaka kufa. Ondani hao tena unampazikia. Tukuna sikia pale mzuri. Mtu anakufa. Unungai unaanza unampazikia. Unashika na kumhurumia. Jo, unaona basi nyingine wakati wanasema kama inafaa kujua kuhurumia. Unaona mimi nakumbuka huko kwenye wanasemaka mtu akishakufa pobre fulani. Wanasemaka iko pobre. Ave. Wanasemaka iko pobre. Pobre fulani basi Mungu apokee na amani. Pour exprimer neno pauvre. Iko na maifiliasi mingi sana. Iko na maifiliasi. Kwanza influence religieuse. Tradition ya Kikristo inaonesha souvent nous montre souvent le respect et la compassion avec les morts. Donc ile neno pauvre inaonyesha respect na compassion ya ule mtu mwenye amekufa, ndio tunasema pauvre. Sasa mtu anakufa, mbona unashindwa na kumhurumia? Unashindwa na kumhurumia. Ile neno pauvre inaonyesha hizi wakati mtu iko mtu na anapokufa ile ndio tu hana tena chochote kinaweza kufanya. Anaondolewa kila kitu, tajiri wa dunia, pouvoir ya dunia, anaondolewa na nguvu zake za dunia. Na ndio maana
wakati anakufa, ule mtu wakati anakufa kunakuwa teso ya Mungu. Na ndio maana kila mara kunapokuwa ibada ya kuombea marehemu, hata kama ule mtu alikuwa namna gani, hautasikiaka mwalimu au padri katika ibada anasema anaangalia katika sababu kumene aingie wote restart hata siku moja. Eske nani ashakasikia maneno namna hiyo? Hakuna. Hata kama mtu alikuwa namna gani, lakini tunaalika juu yake huruma ya Mungu iweze kumwokoa aingie mbinguni. Na ndio maana anatuambia katika kuombea marehemu tunabaki katika upendo na huruma ya Mungu. Maana tunajifunza kuwa wahurumivu kama Baba anayewahurumia wazima na wafu. Sio kwa wafu pekee yake, anawahurumia wazima na wafu. Ile ni huruma ya Mungu isiyokimika. Unaweza kuwa naombea marehemu, lakini kama unakosewa kale kajambo tukakumbashuka huruma ya Mungu atakutekeleza. Kwa huu mwaka, kwa huu mwezi wanatualika twende tulime makaburi pale ambapo wanalala miili za ndugu zetu. Unaona, vous êtes dans une même famille, une personne à chaque fois pale anazikiwa pale. Huko mwenye familia mna propose siku ya kuenda lima makaburi. Alors, mnafika pale, wewe unaacha chakula, mimi sana kwa makaburi kale kaburi kaule katika blues. Iko d'abord membre de ta famille. Usipokuwa na huruma kwake, hata kama alikuwa blues lakini alishaka kufa, utamwombeaje? Utamwombeaje? Amen. Uliza mwenyewe kwenye Mungu nasikia vizuri. Wakati tunaingia katika mpango ya kuombea marehemu, tunaingia katika mapendo, tunabaki katika upendo na huruma ya Mungu. Roho zetu zinasafishwa na tunaiga Mungu aliye mhurumivu. Na ndio maana kanisa litangazaka mwaka wa huruma, na ile mwaka ilishaka tunaimba mhurumivu kama Baba. Ingawa ni vile Wakristo. Jambo la pili ambalo tunapokea, tunaimarika kwa imani katika uzima wa milele. Tunaimarika kwa imani katika uzima wa milele. Sala kwa ajili ya marehemu inatambulisha kwamba kifo si mwisho. Kifo haiko mwisho. Inaamsha tumaini na ufufuo wa mbingu, na inatusaidia kuishi kila siku tukiwa tunaelekeza mioyo yetu kwa Mungu. Wakristo wapenzi, wakati tunaenda kwenye maziko au tunashinikiza mtu aliyejipangulia, usipofikiria yeye hatakusema anaona mzee donge ndio baba. Zile sana zinatukumbusha jinsi kifo haiko ndio mwisho. Tukiwa na ile imani kwa Yesu, tunasema Yesu ndiye ufufuo na uzima. Njia ya ufufuo na uzima. Na ndio maana tunaombea marehemu. Tunajua sisi hawa kwenye mwisho, lakini wako wanaishi na sisi tutawakuta kule. Itushukuru Mungu.
Ile wakati hiyo sasa tunakuambia marehemu unaimarika kwa imani katika uzima wa milele. Ukikumbuka hizi, kifo sio mwisho. Kifo sio mwisho. Wengine wametangaza kusema au ndio hola ija mawera. Shaka kula chini ija mawera basi yote tunaishia kwa. Hakuna tena mwenye mtu anaenda. Au ile mtu tutahesifanya hizi mbili. Wale watu wenye wanasema vile ni wakati nao wanafika kwenye chumba seke, ukala ngina wamekaa chumba seke. Iwa vya kimya, watu wanakuwa kimya wanapita na kukinya. Sababu gani? Wanasikia kaoga. Wanasikia kaoga ya nini? Wanasikia kaoga ya nini? Sema Mungu wanasikia kaoga ya nini? Yamesema. Unaona? Maana yake wale kusema wakati Mungu anakuwa vinaishia pale kule na chochote, lakini wanapokwenda kwenye simetie wanakuwa kile wanasikia hoga ndio kwa jikoni wao. Kwa nini nasikia hoga ya mtu aliyelala na chochote? Kwa nini? Maana hizo wanajua hizi elimu kanalia. Wanajua hizi elimu zinakuta. Maana yake ile yote tunataka kama kufa kwa mtu sio mwisho. Anaendelea kuishi kwetu kwa macho ya binadamu, hatutamuona. Rohoni mwake anapata uzima. Ndio maana Yobu aliambia wenzake, anasema mimi si Mungu kama wao nimefanya kwa udongo, lakini ndani mwangu mna pumzi ya Mungu, ile roho inayotoka chini, ile njoo ikufuata. Na ndio maana Yesu anasema sisi wote ni kazi ya mikono ya Mungu. Na ndani ya ile kazi ya mikono ya Mungu iko pumzi isiyokufa. Na ndio maana Mungu anasema itakapofika siku ile, ili itarudi uvumbini, nayo roho itamrudia aliyetoa. Ave Maria. Nayo roho itamrudia aliyetoa.